Tumeshuhudia waliokuwa na maisha ya kawaida, lakini walipoingia kwenye madeni kama haya yakausha damu, na madeni mengine moto, madeni mengine ambayo ya kukosesha raha na furaha, walipoingia kwenye madeni kama hayo, ndipo wakaanza kupoteza amani katika maisha yao. Baadhi yao ilifikia hatua mpaka kugombana na wenza wao ndani ya nyumba. Kwa ajili gani? Basi kwa kuuza vitu vya ndani kwa ajili ya madeni, na wengine mpaka ndoa kuharibika kabisa, na wengine kukimbia kwenda kujificha aibu dhidi ya wale ambao wanaowadai. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالق. فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد إخوة الإيمان أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علا. على المرء أن يعرف أن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت لما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك لأي الدار تختار. Ndugu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla jalalu, na tufahamu ya kwamba hakika ya mauti ni mlango, na watu wote wataingia kupitia mlango huo. Laiti ungejua kuna makazi gani baada ya mlango huo. Baada ya mlango huo kuna makazi ya aina mbili tu. Baada ya mlango huo kuna makazi ya neema, makazi ya peponi, makazi mazuri kwa yule ambaye aliyefanya matendo mema yenye kumridhisha Allah. Na baada ya mlango huo kuna makazi mabaya, makazi ya shari, makazi ya motoni kwa yule ambaye aliyekuwa tayari kwenda kinyume na kuyatenda yale ambayo yenye kumuudhi na kumkasirisha Allah jalla jalalu. Hayo ndio makazi mawili tu kwa mtu. Hana mtu makazi mengine sikuwa moja ya mawili hayo. Echunguze nafsi yako, iangalie nafsi yako ni makazi yapi itaingia baada ya kifo. Ikhwata al-Islam wal-Iman, الموضوع خطبتنا اليوم عنوانها يقول قروض الهلاك وخطرها على الأسر. Ndugu Islam, leo tutaishi na hutuba yenye kichwa cha habari kinachosema kausha damu, uhatari wa kausha damu, mkopo wa kausha damu, mtego unaowanyonya watu mali lakini na amani ya familia. Ndugu Islam, moja kwa moja tuingie ndani ya Qur'ani tukufu, tumsikilize Allah jalla fi'ala nini anatueleza ndani ya Qur'ani. Allah anasema katika sura ya pili 188 aya nambari, wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil. Jamani, msile mali zenu baina yenu kwa njia za batili.
Wapo watu hawaangalii hii ni halali au hii ni haramu, wao wanapiga tu na wanakung'uta na wanakula bila wasiwasi, bila shaka. 275 Allah jalla fi ula anatuambia ya kuwa alladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah jalla fi ula anatueleza ndani ya aya hii wazi wazi kabisa, na ni aya ambayo ni maarufu, kila mmoja anaitambua na kila mmoja anaisikia. Allah anasema wale ambao wanaokula riba hawasimami na hawatoweza kunyanyuka, na kama ni kusimama isipokuwa watasimama kama yule ambaye amepatwa na mashaitani au na shaitani. Naam, lakini wanajidanganya, wanasema walaji wa riba, wanasema dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba, wanasema hakika biashara ni kama riba. Wanasema hakuna utofauti uliopo baina ya biashara. Mfanya biashara faida anayoipata au yale anayoyapata haina utofauti na riba, ni yale tunayanafanana. Wakati Allah jalla fi ula anasema ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, riba inajulikana na iko wazi wazi kabisa. Allah ameihalalisha biashara na akaiharamisha riba. Wewe unajizima data, unasema kwamba vinafanana tu, na wakati ni tofauti kabisa. Riba inajulikana na inatambulika, na biashara inatambulika na inajulikana. Uislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu yoyote yule mwenye kula riba, anasema laana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akila riba, Mtume amemlaani mtu mlaji wa riba, mwenye kupokea riba, mwenye kuchukua riba, wa muakkila, na yule mtoaji wa riba, wa shahida, na yule muandikaji au mshuhudishaji au mshuhudiaji, wote wamelaaniwa. Hata akiwa mtu amekuja kwako, naomba unielekeze sehemu, ni kituo gani, ni ofisi gani ambayo inayotoa mikopo ya riba, pia kadhalika na wewe unaingia humo. Mtume akasema hum sawaun, wote hao ni sawa sawa, wote hao wanalingana, wote hao kadhia yao ni moja mbele ya Allah jalla fi ula. Sikiliza, katika aya iliyofuata akasema fa in lam tafalu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, kama hamtoacha kula riba, kama hamtoacha jambo hilo la kuchukua mikopo ya riba na kula riba, basi mtambue ya kuwa mnatangaza vita kwa Allah na mtume wake. Kwanza nilitaka ulijue hilo. Halafu sasa leo tutazungumza jambo ambalo limekuwa kama jeraha ndani ya jamii zetu, ndugu zangu, jambo linaloingia kimya kimya majumbani mwa watu, likianza kwa jina la msaada, kuwezeshana, lakini mwisho wake linakuwa ni majonzi na majuto makubwa kabisa, majuto makali kabisa, lakini na ugomvi wa familia na kuvunjika kwa ndoa na kupotea kwa mali. Nalo ndugu zangu ni jambo linaloitwa na baadhi ya watu mikopo ya kausha damu. Mikopo ya kausha damu hii inakausha kweli kweli damu za watu. Mkopo huu ndugu zangu ni mkopo ambao mtu anachukua fedha, tena kwa masharti yaliyokuwa mazito kabisa, bila ya kuangalia uwezo wake wa kulipa mkopo huo. Akichelewa tu au atashindwa kulipa, huanza vitisho vikali na aibu na kuvunjika na kuvunjwa kwa heshima yake, tena mpaka wakati mwingine kuondolewa mali ndani ya nyumba. Ndugu Waislamu, yapaswa ujiulize maswali kabla hujachukua mkopo huo. Je, fedha hii
ninayoipata leo hii itakuwa na baraka, au pesa hii itakuwa ni sababu ya mateso siku ya kesho? Katika Jami at-Tirmidhi imekuja hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa nambari 1078. Sikiliza sifa za nyoyo ambazo zinapokuwa zimefungwa na zimezongwa na madeni. Nyoyo hizo hazina raha, nyoyo hizo hazina amani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, nafsul mu'min muallaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nafsi ya mtu inakuwa imefungwa, nafsi ya mtu inakuwa inakosa amani, inakosa raha, inakosa uhuru pale ambapo inapokuwa imeingia katika jambo la deni, mpaka deni hilo liweze kulipwa, ndio anapokuwa na amani. Lakini wengi anakuambia sina amani kama sina heka za mikopo. Akwambia siwezi kuishi bila madeni. Anakuambia siwezi kukaa. Mtu gani, mwanamke gani, mwanaume gani eti hudaiwi? Anaona madeni na mikopo kwake ni fahari. Maisha yake hayaendi bila mikopo. Nyie dada zangu na mama zangu, tena na hata mpaka baadhi ya wanaume, kaka wa bodaboda, lakini na baadhi ya wauza magenge na watu wengine, nataka kukuambia ya kuwa sio kila anayekopa au sio kila anayekupa pesa basi mtu huyo anakutakia kheri. Ndugu yangu, wengine wanakutazama kama chanzo cha faida yao kupitia shida zako. Mwanamke anapochukua mkopo mkubwa, tena bila ya mashauriano na mume wake, bila mpango wa biashara maalumu, tena na uhalali wa urejeshaji wa mkopo huo, basi tambua mwanamke wewe ya kuwa, au tambua wewe ya kwamba kwanza kinachokuja kutokea ni kuleta moto ndani ya nyumba yako na katika familia yako. Leo unaingiza pesa mfukoni, kesho watoto wanakosa amani ndani ya nyumba. Leo unanunua vitu vya starehe, kesho unaanza kuuza vitu vya ndani kwa ajili ya kulipa na kurejesha kausha damu. Ndugu zangu Waislamu, tumeshuhudia katika jamii zetu kwa baadhi ya watu tena walipoingia kwenye madeni kama haya ya mikopo kama hii ya kausha damu na mingine isiyokuwa kama hiyo, au na mingine iliyokuwa kama hiyo, mwanzo walionekana tayari wamepata mafanikio, wakafanya starehe na furaha mbalimbali, wakanunua mavitu mbalimbali, wengine wakaongeza biashara bila ya hesabu. Lakini muda wa marejesho ulipofika, ndipo matatizo yakaanza. Mtu aliyekuwa akicheka jana, leo anaanza kulia na analia. Mtu nyumba yake ilikuwa ya amani, leo kila kitu, kila mlango ni madeni matupu. Na hiyo ndiyo hatari, ndugu zangu, ya kukurupuka bila ya hekima katika mambo na masala. Imam Ibn Qayyim anasema, ad-dainu hammun bil-laili wa dhullun bin-nahari. Deni jamani ni huzuni wakati wa usiku. Mtu yoyote yule ambaye ana madeni usiku halali, anashika tama, ana mawazo, usingizi hauji, anawaza madeni, lakini ni fedheha wakati wa mchana. Anabadilisha mpaka njia ambayo aliyozoea kupita, kwa sababu njia hiyo ndiyo ipo mdai wake na ndiyo yupo adui wake anayemdai. Hana amani, ni fedheha. Uislamu, mwanamke ni msingi wa nyumba. Akifanya jambo la busara, nyumba inapata utulivu. Lakini akifanya maamuzi ya haraka bila ya ushirikiano na mashauriano, basi madhara yanaweza kufikia mpaka watoto na familia. Na hayo yanatokea sana katika jamii zetu tulizokuwa nazo hivi sasa. Nyumba zimeharibika, shauri ya madeni na mikopo isiyokuwa na mpango wowote. Usikubali tamaa ya vitu ikupelekee kwenye kifungo cha deni, ndugu yangu. Usikubali chukua tu utarejesha kesho, kwa sababu hiyo kesho huwezi kutambua, huenda ikaja na majuto ni makubwa kweli kweli. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.
Ikhwani fillahi, usikum marrata thaniya wa usi nafsi al-muqassirata fi taqwallahi jalla jalaluhu. Ndugu Islam, ahbaba rasulillah, khataru ad-duyun wa tariqati an-najati minha, uhatari wa madeni, mtego wa maisha na njia ya kuokoka nayo. Ndugu zangu, kwanza kabisa tutambue ya kuwa Uislamu haujakataza kila aina ya deni, lakini Uislamu umetufundisha ya kuwa deni ni jambo lilokuwa zito na ambalo linahitaji tahadhari ya hali ya juu. Mtume alikuwa akimwomba Allah amlinde, alikuwa akimwomba Allah amhifadhi dhidi ya madeni. Alikuwa akimwomba Allah amlinde kutokana na amhifadhi kutokana na uzito wa madeni. Sisi leo tunayakimbilia hayo na wala hatuna wasiwasi kabisa, na wala hatufikiri tunapoingia katika mikopo na madeni kama haya kinachokuja baadaye ni kitu gani. Dada zangu na kina mama, tambueni jambo moja muhimu, ya kuwa mali nyingi hazipotei kwa sababu ya umaskini, bali mali nyingi hupotea kwa kutokuwa na mipango, lakini na kukimbilia njia rahisi, na njia hiyo baadaye inakuwa ni hatari mno. Mwanamke mwenye hikma haangalii tu leo, anaangalia kesho, kabla kesho itakuwaje. Haangalii leo tu, anaangalia kesho itakuwa vipi, namna gani kesho itakuja baada ya hiki ninachokifanya siku ya kesho ya leo. Kabla hujachukua mkopo, inapaswa ujiulize maswali mbalimbali. Nitarejesha kwa chanzo gani kama ninachukua mkopo huu? Lakini nikikosa faida ya biashara yangu nitafanya vipi? Familia yangu itaathirika vipi? Je, huu ni msaada au ni mtego? Lazima ujiulize hayo maswali, kwa sababu si kila mlango uliofunguliwa mbele yako basi mlango huo ni mlango wa kheri. Na wakati mwingine sheitani anafanya uone pesa ya haraka ni neema, kumbe pesa hiyo ndani yake kuna majaribu ni makubwa mno. Allah jalla fi'ala anazungumza ndani ya Qur'ani tukufu, anatuambia wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shaitan. Jamani, msitumie mali kwa ubadhirifu, kwani wanaotumia mali kwa njia ya ubadhirifu basi hao ni ndugu zao na mashaitani. Ndugu Islam, wanawazuoni wanasema ya kuwa mtu mwenye akili sio yule ambaye anayepata fedha nyingi tu, bali mwenye akili ni yule ambaye anayejua kuzitumia fedha zake kwa njia iliyokuwa sahihi. Mali kidogo ambayo iliyojaa na yenye baraka ndani yake inaweza kuwa bora kuliko mali nyingi isiyokuwa na utulivu. Ndugu zangu, ndugu Islam, tumeshuhudia waliokuwa na maisha ya kawaida, lakini walipoingia kwenye madeni kama haya yakausha damu, na madeni mengine moto, madeni mengine ambayo ya kukosesha raha na furaha, walipoingia kwenye madeni kama hayo ndipo wakaanza kupoteza amani katika maisha yao. Baadhi yao ilifikia hatua mpaka kugombana na wenza wao ndani ya nyumba. Kwa ajili gani? Basi kwa kuuza vitu vya ndani kwa ajili ya madeni, na wengine mpaka ndoa kuharibika kabisa, na wengine kukimbia kwenda kujificha aibu dhidi ya wale ambao wanaowadai. Sasa hayo yote yanatokana na jambo moja tu, jambo la kukimbilia maisha ya juu, maisha ya haraka. Kumbe maisha hayo sio maisha yaliyokuwa mazuri, na sio maisha ambayo yenye mafanikio yaliyokuwa mazuri, lakini hatimaye yanakuwa ni maisha mabaya kabisa. Muislamu, unatakiwa ujifunze kuridhika na ulichokuwa nacho, huku ukiwa ni mwenye kumwomba Allah na kutafuta riziki iliyokuwa ya halali. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwomba Allah aweze kumhifadhi, alikuwa akimwomba Allah aweze kumlinda kutokana na yale yaliyokuwa ya haramu, lakini aweze kumwezesha na yale yaliyokuwa ya halali. Alikuwa akisema Allahumma kfini bihalalika an haramika amman siwaka, ewe Allah, ninakuomba unitosheleze kwa halali yako ya Rabb, lakini na unilinde dhidi ya yale yaliyokuwa ya haramu na uliyoyaharamisha, lakini na nisimhitajie yoyote isipokuwa wewe peke yako. Ndugu Islam, tusifanye madeni kuwa ndio mfumo wetu wa maisha. Tusiuze amana zetu na tusiuze amani zetu kwa sababu na kwa ajili ya vitu vya mpito tu.
mwanamke mwenye busara na mwanaume mwenye hikma, wote wanapaswa kushirikiana katika maamuzi ya mali. Tumwombe Allah jalla fi'ala atujalie riziki zilizokuwa za halali. Namwomba Allah jalla fi'ala atufungulie milango ya riziki zilizokuwa za halali. Atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nastaudiuka ya Allah, ij'alna minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana dhallamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.